Karibu kwa mara nyingine, wapenzi watazamaji, niwapakulie yale yote ambayo yametendeka katika taifa letu la Kenya. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu ukapiga subscription, like video, alafu sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Wahenga walisema kwamba mitandao haisahau. Online does not forget. Kanda ya William Ruto ambayo aliweza kuzungumza kipindi cha kampeni za mwaka 2022 kujitafutia kura kutoka kwa wananchi, imeweza kuongeza spidi ya yeye kukataliwa na wananchi. Yaani ile hotuba ambayo William Ruto aliweza kuzungumza kipindi cha kampeni imeweza kuchochea wananchi kuendelea kumkataa zaidi. Unajua sometimes wanasiasa wao wanazungumza kitu, wanafikiri kwamba wao ni weupe kama pamba, wao ni wasafi sana, lakini kipindi ambapo yale ambayo aliweza kuyasema yamemwangukia, anajaribu kujitetea. Ninakualika uweze kusikiliza hii kanda, ni ya sekunde chache, lakini ipo na mada ambayo tunapaswa kuzungumzia. Mtu ambaye anaweza kuiba pesa ya wagonjwa pale kwa COVID anaweza kupigana na ufisadi Kenya hii? Si ni uongo? Ni uongo ama si uongo? Wakati kitendawili alisikia ati mimi niko na maswali ya KEMSA, aliingia kwa kichaka, hajarudi tena. Nina imani kwamba umeweza kumsikiliza Bwana Ruto. Mtu mwenye alikuwa anaita kitendawili ni Raila Odinga hayati. Sasa hivi anamuita mzuri sana. Lakini sio hayo ambayo yameweza kunileta hapa kuzungumzia kuhusu Raila Odinga. Kipindi hicho alisema kwamba kuna mtu ambaye aliweza kuiba pesa za KEMSA. Akasema kwamba watu kama hao hawapaswi kuchaguliwa. Pesa za wagonjwa za kununua madawa zilipotea. Akaeleza kwamba watu kama hao hawawezi ama hawapaswi kupewa afisi. Wakaingia mamlakani, wakatupilia mbali. Okay, William Ruto akashinda kura. Sijui kama alishinda ama aliiba, akaingia madarakani. Wakatupilia mbali NHIF. Wakasema kwamba NHIF ilikuwa inashirikiana na KEMSA kupora pesa. Wakaleta bima ya afya ya jamii, Social Health Authority. Hii SHA sasa. SHA imeweza kuonyesha Wakenya mambo. Hivi majuzi gazeti la Daily Nation, jinsi ambavyo unaona hapo, liliweza kuripoti kwamba shilingi bilioni 11 kutoka kwa bima ya afya kwa jamii ziliweza kupotea. 11 billion looted from SHA. Hatujamsikia Rais William Ruto akichukua kipasa sauti alivyoweza kuchukua kipindi cha kampeni na kusema kwamba wale ambao waliiba hizo pesa wasipewe afisi katika serikali yake. Hatujamsikia William Ruto akijitokeza na kusema kwamba kama sio yeye aliiba, iwapo kuna wale ambao waliiba, ameweza kuachisha kazi. Hatujasikia William Ruto akisema kwamba amemkamata hata mtu mmoja kutoka kwa hii sakata ya bilioni 11, pesa ambazo zilikuwa zinapaswa
kununua madawa. Alafu utapata kuna wazimu, utapata kuna Mkenya wazimu mwenye anasema 2 term, mwenye anasema William Ruto aweza kuongoza kwa miula miwili. Ataongozaje kwa miula miwili kipindi ambapo mpaka pesa za wagonjwa zinaibwa? Wewe mwenye unasema 2 term, uko na akili? Naomba uweze kunijibu. Maybe mimi mwenye ninasema 1 term siko na akili, maybe wewe mwenye unasema 2 term ndio uko na akili. Yaani shilingi bilioni 11 zinapotea, alafu William Ruto anasimama kusema kwamba Uhuru Kenyatta aliharibu hii nchi. Juzi shilingi bilioni 104 zilipotea tu, eti kwamba walikuwa wanaunda system ya SHA. Zingine ndio hizi zimeweza kupotea shilingi bilioni 11. Tuko na taifa hapa. Yaani kuna kitu ambacho nimeweza kukishangaa. Mtu anaingia kwa serikali akiwa maskini, lakini anazidi kutajirika. Lakini wakiimbiwa 1 term wanajitokeza na kutuambia mtu fulani ni mbaya, mtu fulani hapaswi kupewa madaraka. Wewe mwenye ulipewa madaraka, pesa zimepotea, unashikilia afisi kwa nini? Aden Duale amekuwa akituambia Gachagua ni mbaya, Gachagua ni mkabila. Pesa shilingi bilioni 11 zimepotea kutoka kwa idara au ukipenda shirika au ukipenda bima ya afya kwa jamii, SHA. Yeye ndiye waziri wa pesa, yani waziri wa afya. Hatujamsikia akisema mtu fulani ndiye aliiba, mtu fulani ndiye ameiba, watu 2 watatu wamekamatwa, watu hawa ndio wamefikishwa mahakamani. Yani katika taifa letu la Kenya limekuwa ni crime scene. Pesa zinapotea na serikali na kimya, na wanataka 2027 tuweze kuwachagua. Wewe mwenye utarudisha hii serikali mamlakani 2027, labda huna akili. Kama pesa zinapotea kwa muhula huu wa kwanza, ni kipi ambacho kitakudanganya kwamba wakipewa muhula wa pili hawataiba kila kitu cha Kenya? Sometimes unajua, ninaangalia Rais William Ruto hivi mpaka ninamshangaa. Kipindi cha kampeni alisema kwamba watu ambao wanaiba pesa za wagonjwa hawapaswi kupewa mamlaka. Pesa sasa za wagonjwa zimepotea kutoka kwa wizara ya kwa serikali yake. Kuna viongozi ambao wakipewa madaraka kwa serikali, yani ni corruption, kama William Ruto corruption, Aden Duale corruption, lakini hawawezi wakaguzwa kwa sababu wanaunga serikali mkono. Ingekuwa ni China au yale mataifa ambayo yanataka kupiga teke ufisadi, watu kama hawa wakipatikana wanapelekwa nyumbani au wanafunguliwa mashtaka kwa jela. Nikimalizia, mpenzi mtazamaji, tukiacha ukabila na tukiacha kusema kwamba yule ni mtu wetu, hata kama ameiba yeye ni mtu wetu, tutamaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Mtu fulani anaweza kawa kwamba anataka kuomba kiti cha urais, alafu mnaanza kusema kwamba mahala ambapo anatoka yuko na kura, bila kujua kwamba huyo mtu anataka kusaidia Kenya tumalize ufisadi. Ile siku ambayo tutamaliza ukabila katika taifa letu la Kenya ndio siku ambayo tutamaliza ufisadi. Ile siku ambayo tutaacha kununuliwa kwa vijisenti na kubebewa akili ndio siku ambayo tutaunda taifa letu la Kenya. Yaani bilioni 11 zinapotea na tunanyamaza. Ufisadi ambao umeweza kukithiri kwa hii serikali
ndio unafanya hata wananchi wanamwimbia Rais William Ruto one term. Wazo lako ni lipi? Wakenya wameweza kusema kwamba 2027 hata hakuna haja waweze kuona ni nani ambaye wanabishana na William Ruto. Ni kupigia opposition leader yoyote, bora tu William Ruto aende nyumbani.